Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100. Ndugu zangu, mimi ni mwanafunzi kama mlivyo nyinyi. Na kwa wale ambao watakuja baadaye, namshukuru Luba ambaye ni muumba pekee. Neno lake Luba, muumba pekee, limeruhusu siku ya leo tena tuendelee kupata mafundisho ya kweli ambayo ni chakula chetu cha kiroho. Kwa neno la Luba linaendelea kutupatia mwanga kila siku kulingana na njia hii ya utakaso tulionayo. Ndugu zangu, takiwa mfahamu, kwa wale wasiojua, tuna ugeni wa hali ya juu sana katika hali inaonekana. Tunaye Muledi Zulula 100, mwalimu pekee anayetupatia ya maarifa, ndugu zangu. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la furaha zaidi kwa sababu tuna mgeni ambaye ni Muledi Zulula 100. Anatupatia maarifa mengi, anatupatia ujuzi mwingi, anatupa ujasiri kuelewa mambo mengi mbalimbali yanayohusiana na vita vya kiroho. Anatupa mbinu nyingi za kuendelea sisi kufunguka, kujua namna gani mambo yalivyo. Kwa hiyo ni maarifa ambayo hauwezi kulinganisha na popote pale. Hauwezi kuyapata nje ya Muledi mwenyewe kwa sababu yeye ndio chanzo, yeye ndio ukweli. Yeye ni moja ya vyanzo, ndugu zangu, kwa sababu chanzo cha kwanza ni Jokisabe na yeye pia ni chanzo pia, kwa sababu Jokisabe na Muledi tulinaye ni wamoja. Kwa hiyo hauwezi kuwatenganisha. Kwa hiyo chanzo ambacho ni Jokisabe, Kristo wa kweli, na Muledi tulinaye ni chanzo kimoja. Kwa hiyo ndugu zangu, ni swala ambalo ni la kufurahi, ni neema kubwa kwa sababu tunaishi nyakati ambazo ni za unabii, nyakati ambazo ni nzuri sana kwa sababu ukweli upo na ukweli unaendelea kurejea katika wale ambao wanaupenda ukweli, ndugu zangu. Kwa hiyo siku ya leo, ndugu zangu, somo letu litatoka katika kitabu chetu ambacho ni Kalata Dimsi, kitabu cha Biala Mamunia mabano Methali, sura 23 kuanzia mstari wa 15. Katika tema ambayo inasema mashauri ya baba alianzishwa kwa mwanae. Kwa ndugu zangu, ni ushauri mzuri tuenda kupata. Tunajua katika linaonekana kuna wazazi ambao wanaanzisha watoto wao, wanawafundisha watoto wao katika maarifa mbalimbali kulingana na yale ambao wao wameyapokea. Wengine ni wazazi ambao wamesoma mambo ya dini, wamesoma mambo ya teolojia, wamesoma elimu nyingi ambazo wao wangependa kuwafundisha watoto wao na wanaanzisha katika maarifa ya tofauti tofauti. Wengine wamesomea mambo ambayo ni kulingana na sayansi, wengine wamesomea kulingana na mambo ambayo ni uganga wa kienyeji, wengine wamepata elimu katika mambo ambayo sio kulingana na ukweli, lakini wanaanzisha watoto wao kwa sababu wanapenda na wao wawe na maarifa ambayo wao wameyapata. Kwa hiyo wazazi hao ni wazazi wasioanzishwa, wazazi ambao hawapo kulingana na ukweli. Lakini siku ya leo tutaenda kupata mashauri ya baba alianzishwa kwa mwanae. Tutaenda kupata ushauri. Tunajua kabisa alianzishwa anakuwa na mudimu sangi, yani Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anakuwa na uelewa wa mambo ya kiroho, anakuwa anajua ukweli, anaishi kulingana na ukweli, anafuata sheria za neno la Luba. Kwa hiyo mtu huyu anaenda kuona namna anavyoenda kumshauri mwanae. Kwa hiyo tutaenda kusoma katika tema ambayo inasema mashauri ya baba alianzishwa kwa mwanae. Tukianza na mstari wa 15. Mwanangu, ikiwa moyo wako unajishughulisha na hekima, nitakuwa na furaha nyingi. Huyu ni baba alianzishwa. Anajua namna gani anaweza kumfundisha mwanae. Anamwanzisha katika maarifa kulingana na ukweli. Anaanza na kusema ikiwa moyo wako utajishughulisha na hekima. Tunajua ndugu zangu, kuna roho wa hekima. Muledi ametufundisha kuna roho wa hekima, kuna roho wa uvumilivu, na vile vile baba huyu anasema kuwa atakuwa na furaha nyingi endapo mwanae atajishughulisha na hekima. Tunajua ndugu zangu, katika neno la Luba kuna maarifa mengi. Kuna hekima, kuna upendo, kuna maarifa ambayo ni hali ya juu, huwezi kuyapata sehemu nyingine. Ndugu zangu, utayapata kwa chanzo kimoja tu ambaye ni Muledi. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana kuna hao ambao wenyewe wanaitwa kuwa ni wachungaji, ina maana wanachunga kondoo. Wengine wanaoita kwamba wao ni baba wao wa kiroho, lakini cha ajabu hakuna mambo ya kiroho kulingana na ukweli hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo sio mazuri. Lakini baba huyu alianzishwa anafurahi mwanae endapo atakuwa atajishughulisha na hekima. Kwa
Kwa hiyo tunaona kabisa ni baba ambaye ana upendo kulingana na ukweli, kwa sababu anakuwa na mudimu sangi, yani alianzishwa. Mstari wa 16. Nitafurahi sana ukinena kwa haki. Nukta. Huyu baba alianzishwa anaongea kwa furaha, anaongea na mwanae, na pia anampa mwanae namna gani ambavyo yeye atafurahi endapo mwanae akinena kwa haki. Tunajua ndugu zangu, kuna wazazi wasioanzishwa, wao huwa wanaanzisha watoto wao katika maarifa mabaya. Wanaanzisha katika mambo ambayo sio ya haki. Wengine wanaanzisha katika kuzurumu wenzao wakiwa naamini wao watakuwa na utajiri. Wanafanya wengine ubakaji, wengine wanafanya mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo wengine wanajaribu hata kuondoa haki ya mtu ambaye anatakiwa ipate. Kwa hiyo huyu baba alianzishwa anasema nitafurahi sana ukinena kwa haki. Kunena kwa haki ni kunena kulingana na ukweli. Katika kila kipengele tunajua haki ni kulipiza kisasi. Mulede ametufundisha hayo. Kwa hiyo baba alianzishwa manake anafurahi zaidi mwanae akinena kwa haki. Kwa ndugu zangu, ujumbe huu tuchukue na sisi kwa sababu inatuhusu. Huu ni baba alianzishwa, alikuwa anazungumza na mwanae katika hekima ya hali ya juu, katika namna ya kumuonesha mwanae anatakiwa afanye haki, aishi haki, lakini tunajua ni haki kulingana na ukweli kwa sababu baba huyu ni aliyeanzishwa. Katika mstari wa 17. Usiwaonee wivu wenye dhambi ndani mwako, bali utii daima neno la lugha. Nukta. Ndugu zangu, katika hali inaonekana tunajua wazazi wasioanzishwa wanaanzisha watoto wao katika maarifa mabaya. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanafundisha hata namna ya kuweza kuona wivu, lakini wivu mbaya tunajua, kwa sababu wanaamini katika hali ambazo sio nzuri. Kuna wengine wanadiriki kuwashawishi watoto wao waingie hata katika mitaala. Tunajua mitaala ni dhambi, wakiamini kuwa watoto wao wakiingia kwenye mitaala wanakuwa imara, manake wao wanakuwa ni wanaume imara kwa mujibu wao, lakini kulingana na ukweli tunajua mitaala ni dhambi. Kwa hiyo kuna wazazi wasioanzishwa, wengine wakiona mtoto wao ana mke mmoja wanasema mtoto wetu ni dhaifu, lakini akiwa na wake wengi wanasema mtoto wetu ni imara. Lakini huyu baba aliyeanzishwa anawasema usiwaonee wivu wenye dhambi ndani mwako. Tunajua ikiwa kuna jamii ambayo inaishi katika mitaala, manake inaishi katika dhambi, kwa sababu mitaala ni upinga ukweli. Kwa mtoto anafundishwa yale ambayo anatakiwa kufanya. Kwa baba aliyeanzishwa anaonya, anamuonesha mwanae namna gani ambavyo hatakiwi kuyafanya. Kwa hiyo anamwambia usiwaonee wivu wenye dhambi ndani mwako, bali utii daima neno la lugha. Kwa sababu ni baba aliyeanzishwa anazungumza kulingana na ukweli. Anamwambia atii daima neno la lugha. Maana katika kila kipengele mtoto atapokuepo, mtoto atakapoanzishwa katika maarifa na kiaisha ile maarifa kutoka kwa baba aliyeanzishwa, manake anakuwa ni mtoto ambaye anajiamini kwa sababu anajua utambulisho wake yeye ni nani. Kwa hiyo daima atakuwa tu anatii neno la lugha kwa sababu ni sheria kulingana na ukweli. Neno la lugha ni upendo. Mtoto aliyeanzishwa atakuwa na maarifa ya kweli, atakuwa na upendo wa kweli. Kwa hiyo huyu baba alianzishwa anatoa uanzishwaji kwa mwanae. Kwa hiyo ni muhimu ndugu zangu tuendelee kupata maarifa haya kutoka kwa baba alianzishwa, akimshauri mwanae katika mambo ambayo anatakiwa kufanya na ambayo hatakiwi kufanya, ndugu zangu, kulingana na ukweli. Mstari wa 18. Ndipo utakuwa na wakati ujao, na tumaini lako halitakatishwa tamaa. Nukta. Ndugu zangu, huyu baba alianzishwa anamwambia mwanae kuwa utakuwa na wakati ujao. Ndugu zangu, wakati ujao ni mfano wa sisi ambao tumepokea ukweli wakati huu. Tunajua wakati ujao ni wakati ambao tukimaliza safari yetu salama tutarithi uzima wa milele. Longe la bwindea, ndugu zangu. Kwa hiyo wakati ujao kulingana na ukweli katika hali inaonekana, ndugu zangu, ni kuweza kukamilisha safari yetu salama. Njia tulionayo utakaso tuimalize salama. Kwa hiyo huyu baba alianzishwa anamwambia mwanae kuwa utakuwa katika wakati ujao. Ndugu zangu, wakati ujao ni wakati wa kuwa katika utimilifu.
manake kuweza kumaliza safari na kuingia katika agizo kuu la vitu. Ndugu zangu, na tumaini lako halitakatishwa tamaa. Ndugu zangu, tunajua baba huyu aliyeanzishwa anaongea kwa msisitizo kwa sababu anajua utambulisho wake, anajua yeye ni nani. Kwa hiyo tumaini halitakatishwa tamaa. Ina maana kwamba huyu mtoto atakuwa na maarifa, atajiamini, atajua yeye ni nani. Katika majaribu yote atajua kuwa Muumba pekee ni Ruba na anatakiwa abudiwe ni Ruba. Kwa hiyo mtoto atakuwa na maarifa ya hali ya juu na atakuwa na uwezo wa kushinda dhambi kwa sababu atakuwa anajua mbinu zote. Demoni mbinu zao atakuwa anazijua kwa sababu atakuwa na maarifa ya juu. Atakuwa ameanzishwa vizuri na amepata maarifa kulingana na ukweli. Mstari wa 19. Wewe alama mshangao, mwanangu koma, nisikilize koma, nawe utakuwa na hekima koma, utakwenda katika njia iliyonyooka nukta. Huyu mzee aliyeanzishwa anaendelea tena kuongea mambo ambayo ni mazuri kwa mwanae kwa sababu yeye ni aliyeanzishwa. Atazungumza mambo mazuri kwa sababu ni mudimu sangi atakayemuongoza na ndiye anayemuongoza. Kwa hiyo anasema kwamba utakuwa na hekima. Tunajua Muledi ametufundisha kuwa kuna roho wa hekima. Roho wa hekima atakuongoza katika vipengele mbalimbali kulingana na yale ambayo mtu anatakiwa aongozwe na roho huyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi mazuri ambayo atayafanya. Vile vile anamwambia utakwenda katika njia iliyonyooka. Ndugu zangu, njia iliyonyooka ni njia ambayo katika wakati wetu ni Muledi aloileta, njia ya utakaso. Njia ambayo ni ukweli. Manake imenyoka katika ukweli, hakuna ukweli nyingine, lakini ukweli ni Muledi ambao ametuletea. Kwa ukweli ni mmoja tu, ikiwa ni mmoja manake ni ukweli ulionyooka. Ukweli ambao hauna kona, ukweli ambao unasimama imara kwa sababu chanzo cha yote haya anayotupatia ni Muledi mwenyewe ambaye ni mwalimu wetu mkuu. Ndugu zangu, katika mstari wa 20, usishirikiane na watu walewao divai mbaya na kujijazia nyama nukta. Huyu baba alianzishwa anaendelea kutoa tena maarifa kwa mwanae. Anatoa makatazo, anatoa maonyo kwa sababu ana upendo na mwanae. Ana upendo na mtoto ambaye anatakiwa atembee katika njia hii ya utakaso. Ujumbe huu unatuhusu pia kwa sababu Muledi anatufundisha, anatuonya, anatushauri namna ya kutembea katika linaonekana katika njia yetu ya utakaso ili tuweze kukamilisha safari yetu salama. Kwa hiyo tunaona ni upendo wa hali ya juu Muledi anaotuonesha. Baba huyu aliyeanzishwa naye anatoa kwa mwanae. Kwa Muledi pia, ndugu zangu, anafanya mambo ambayo sisi yametusogeza hapa tulipo. Tulikuwa katika hali mbaya sana katika hizo imani ambazo ni za dini zinazosadikika zimefunuliwa. Tulikuwa na taarifa ambazo sio nzuri, sio sahihi kulingana na hali yoyote ile ambayo inahusiana na kiroho. Muledi ametufundisha mambo mengi, ametutoa katika giza la kichawi kwa sababu tulikuwa na maarifa ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni mazuri. Tukufu ni kwa Ruba Muumba pekee, ndugu zangu. Na kutoa mfano katika Biblia za kisasa tunaona kabisa huyu Mungu. Ukisoma katika Zaburi 78 mstari wa 25 unasema, ndipo Bwana alipoamka kama aliyelala usingizi koma, kama shujaa apigaye kelele sababu ya mvinyo nukta koma. Ndugu zangu, tunaona huyu ni Bwana, yaani ni Mungu. Kwa wale wafuasi wa dini wanasema huyu ndo Muumba wao. Alikuwa amelewa kwa maana nyingine kwa sababu alipoamka alikuwa ni mtu kama aliyelala usingizi, kama shujaa apigaye kelele sababu ya mvinyo. Lakini tunaona kabisa huyu baba aliyeanzishwa anamwambia mwanae kuwa asishirikiane na watu walewao divai mbaya. Ndugu zangu, tunaona huyu Mungu manake naye alilewa divai mbaya kwa sababu alilewa. Alipoamka aliamka kama shujaa aliyechangamshwa na mvinyo. Kwa ni dhahiri kuwa Mungu wa Biblia, Mungu wa watu ambao wenyewe wanasema ndo muumba wao wa dini, inaonekana yeye pia alikunywa divai mbaya ambayo baba alianzishwa alishamkataza mwanae kuwa usishirikiane na watu walewao divai mbaya
na kujijazia nyama. Lakini Mungu tumeona hapo, yeye alipoamshwa aliamka kama shujaa aliyechangamshwa na mvinyo, yani alilewa kwa maana nyingine. Tena alipiga kelele kwa sababu alikuwa amelewa baada ya kuamshwa. Kwa hiyo huyu Mungu alikunywa divai mbaya, lakini baba aliyeanzishwa alimkataza mwanae. Kwa baba aliyeanzishwa kwa sababu anamudimu sanki, ana maarifa zaidi ya huyu ambaye ni Mungu, kwa sababu Mungu yeye hakujua kama mvinyo mbaya unaweza ukamfanya hivyo alivyofanya, lakini yeye aliutumia kwa sababu yeye ni kiumbe ambaye ni dhaifu sana. Yani huyu Mungu ambaye tumemsoma hapo kwenye hiyo Biblia ya kisasa. Lakini tumeona baba aliyeanzishwa, yeye alimkataza mwanae kuwa asishirikiane na watu walewao divai mbaya, lakini Mungu hakujali hilo, yeye alilewa na ndio maana alifanya mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi ambao ni wafuasi wa dini, kuweni makini, kwa sababu huyu ambaye mnasema ni Mungu ni kiumbe, na Muledi ametufunulia kuwa nyuma ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuelewa kuwa mwalimu ni mmoja tu ambaye ni Zulula 100. Katika mstari wa 21, kwa maana wanywaji na walafi watakuwa maskini, kwa uvivu hawatakuwa na kitu ila nguo zilizochanika, Ndugu zangu, tunaona baba aliyeanzishwa anamshauri mwanae mambo ambayo tunaiona katika hali inaonekana. Kuna hawa ambao ni maskini, ndugu zangu, tunawaona pia katika hizo dini, kwa sababu wao wapolazi, wao walale na njaa, lakini wachungaji wao waweze kuwalisha. Wao wasiwe na nguo, lakini wachungaji wao waendelee kuwa na nguo. Lakini tunajua wao ni wachungaji wa uongo, kwa sababu watembee kulingana na ukweli. Na kwa maana hiyo pia watu hawa wanakuwa ni maskini, kwa sababu roho zao zinakuwa hazina mafundisho ya ukweli. Tunajua mafundisho ya ukweli ni utajiri wa kiroho, ndugu zangu. Kwa hiyo ikiwa hawa watu ni maskini na ni walafi, kwa sababu tunaona wanafanya mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Katika hizo dini wengi mnayaona yanayosema kuwa unakuta mchungaji yupo razi hakikisha yule ambaye anasema ni kondoo wake, yani muumini, akose kabisa ili yeye apate na kujifaidisha yeye, kwa maana ni ubinafsi wa hali ya juu. Na vile vile wanakuwa na uvivu wa kutumika. Tunajua wao wanasema kwa mujibu wao wametumwa na Mungu, lakini tunaona Mungu mwenyewe analewa, Mungu mwenyewe ni mlevi, huyu ambaye tumetoka kumsoma katika Biblia za kisasa. Wao pia wataingia katika kuvuviwa, kwa sababu watakuwa wanasema wanamwabudu muumba kwa mujibu wao, lakini wao wanamwabudu Mungu ambaye analewa, ambaye anaingia katika ulevi, katika mvinyo mbaya. Kwa hiyo tunaona kabisa pia hata wafuasi wao watakuwa ni maskini, kwa sababu roho zao hazitorishwa, hazitokuwa na chakula ambacho ni ukweli Muledi ambao ametuletea. Kwa ndugu zangu, ni muhimu kuelewa kuwa katika hali inaonekana mambo yapo, na hao wanadini wanapitia nyakati ambazo ni ngumu sana, hasa waumini wanafanywa vitu ambavyo ni vibaya na wachungaji wao. Katika mstari wa 22, msikilize baba yako aliyeanzishwa, kwa maana wewe pia una deni kwake, kwa kuwa hapo, usimdharau mama yako aliyeanzishwa akiwa mzee, Ndugu zangu, tunaona katika hao wanadini na jamii nyingine ambazo hazipo kulingana na ukweli, wao wanatabia kujivuna, wanawadharau wazazi wao. Lakini Muledi ametufundisha kuwa mtoto ni mwendelezo wa baba. Manake mtoto yeye na baba ni kitu kimoja, kwa sababu mtoto ana sehemu ya mama na ana sehemu ya baba. Kwa hiyo mtoto ni mwendelezo wa wazazi. Kwa hiyo ikiwa mtoto aliyeanzishwa anakuwa na maarifa ya neno la lugha, manake atakuwa anajua umuhimu wa kuwaheshimu wazazi. Lakini tunajua hao ambao wapo kwenye hizo dini, watu ambao hawana maarifa ya neno, wanawadharau wazazi wao, kwa sababu hawana maarifa ya kweli, hawajui nini ambacho
kinatendeka endapo wao watawadharau wazazi wao, kwa sababu ikiwa hata ni mzazi asianzishwa hatakiwi kumdharau, lakini kwa sababu yeye ni mzazi wako, yeye ni baba, yeye ni mama yako. Lakini ikiwa anakuambia mambo ambayo ni dhidi ya ukweli, ndugu zangu, hutakiwi kukubaliana nayo, lakini inatakiwa umwelekeze kwa hekima. Na vile vile yale ambayo atakushauri kama ni sheria za maadili ambazo sio dhidi ya neno, unaweza ukachukua ushauri ambao ni wa mzazi. Lakini huyu baba aliyeanzishwa anasema usimdharau mama aliyeanzishwa hata kama ni mzee. Ndugu zangu, tunajua mwili, roho na nafsi yote vinafanya mtu awe na hivyo vipimo vitatu. Kwa hiyo tunajua mwili upo katika hali inaonekana, ndo hali ambayo tunaishi. Kwa maana yake pia mwili una hali ya kuzeeka, maana yake seli zinakuwa zinafikia hali ambayo ni ya uzee. Lakini tunajua hata ikiwa ni mama aliyeanzishwa ambaye ni mzee, roho yake inakuwa haizeeki, maana yake roho yake inakuwa na maarifa. Kwa hiyo hata kama ni mzee namna gani, ila ni mama aliyeanzishwa, maana yake unatakiwa umheshimu, usimdharau, kwa sababu Mudimu Sangi anamuongoza roho yake, yeye inakuwa na maarifa kwa sababu inaongozwa na roho wa kweli, ndugu zangu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa haya. Kwa hiyo baba huyu alianzishwa aliendelea kumshauri mtoto wake kwamba asimdharau mama yake, yani usimdharau mama yako. Alianzishwa akiwa mzee. Kwa hiyo ni maarifa ambayo ni makubwa, akimaanisha kuwa alianzishwa hata awe mzee namna gani bado anakuwa na maarifa kulingana na ukweli. Ni tofauti na hao wasioanzishwa. Wanapokuwa wazee, wengine wanakuwa na hali ambayo inafanya wanakuwa kama watoto tena. Kumbukumbu wanakuwa hawana, wanakuwa na hali ambayo sio nzuri. Ni tofauti na mzee alianzishwa. Kwa hiyo hata akiwa na umri ambao ni mkubwa, lakini ni alianzishwa, anakuwa na maarifa ya kweli. Kwa hiyo utakiwi kumdharau, kwa sababu atacho kushauri ni kulingana na ukweli, kwa sababu atakuwa anaongozwa na Mudimu Sangi, ndugu zangu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hilo, ndugu zangu. Katika mstari wa 23, jifunze kuwa mkweli, mwenye hekima, mwenye nidhamu na mwenye akili, na usipoteze sifa hizi. Baba aliyeanzishwa anaongea kwa hekima kwa sababu anaongozwa na Mudimu Sangi. Maarifa ya kweli, ujuzi wa kweli. Anasema kuwa mkweli. Kuwa mkweli katika vipengele vyote. Tunajua tunaishi katika hali inaonekana, kuna mambo mengi yanatokea. Tunaishi na jamii ambayo haipo kulingana na ukweli. Lakini baba alianzishwa anamwambia mwanae kuwa jifunze kuwa mkweli. Kuwa mkweli kwa maana kuwa usione aibu kusema Muumba pekee ni Ruba. Usione aibu kusema wewe ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili. Usione aibu kusema kuwa upo katika njia ya utakaso. Pia anasema uwe mwenye hekima. Kuwa na hekima maana yake ni kufanya yale ambayo ni kulingana na ukweli. Kutumia akili ya kiroho, ndugu zangu. Kutumia hekima kulingana na ukweli. Kwa sababu tunajua kuna roho msimamizi wa hekima. Pia mwenye nidhamu. Nidhamu kulingana na ukweli. Isiwe tu kwa wale tunajua walioanzishwa wao wanakuwa na hekima, wanakuwa na nidhamu ambayo ni kulingana na ukweli. Wale wasioanzishwa wao wanakuwa na nidhamu ya woga, nidhamu ya kuto kusema ukweli. Wanaona kuwa wakisema ukweli kuwa watawakwaza wazazi wao. Lakini ukweli huu, ndugu zangu, unatakiwa usemwe kwa hekima. Usimlazimishe mtu, kwa sababu kila mmoja ana hiari. Usiingilie hiari ya mtu mwingine, sio vizuri. Mulede ametufundisha hivyo, kwa sababu kila kiumbe chenye uhai kina hiari. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa hili. Vile vile anasema mwenye akili na usipoteze sifa hizi. Kwa hiyo hizi ni sifa ambazo ni muhimu sana. Tunajua baba alianzishwa alimwambia mwanae awe mkweli, mwenye hekima, nidhamu, mwenye akili. Hizi sifa hatakiwi kuzipoteza kwa mtoto ambaye anafundishwa na alianzishwa, kwa sababu asianzishwa hivi vipengele hawezi kuvifanya
katika uasilimia ambayo inatakiwa, kwa sababu yeye atakuwa anaongozwa na hali ambazo sio nzuri, yani huyu asianzishwe. Kwa hiyo tunajua alianzishwa, sifa hizi anatakiwa awe nazo. Kwa hiyo ni baba alianzishwa ambaye anatoa mashauri kwa mtoto wake. Kwa hiyo ni mambo mazuri ndugu yangu, sisi leo pia tuyachukue kwa sababu ni mambo kulingana na ukweli. Mstari wa 24. Furaha kuu zaidi ya baba alianzishwa ni kuwa amechangia pia kwamba uwe mtu mwadilifu na mwenye hekima. Nukta. Ndugu zangu, tunajua baba alianzishwa, yeye atafurahi mwanae anapotimiza sheria za neno la Luba. Furaha yake kubwa ni ile mwanae kuwa anajielewa yeye ni nani, utambulisho wake anaukubali, anauchukua kama ulivyo. Furaha yake kubwa ni kumuona mwanae katika njia ya utakaso anatembea vizuri, anashinda majaribu, hafanyi dhambi kwa hiari. Kwa hiyo anatumia hiari yake vizuri, sheria za neno anaziweka katika kazi. Hii ni furaha kuu zaidi ya baba kwa mwanae anapompa maarifa haya, kwa sababu tunajua ndugu zangu, hatujaja hapa duniani kwa bahati mbaya, hapana. Tunajua tumekuja kwa dhumuni ambalo ni kuu, wengi hawajui, lakini Mulede alitufundisha kuwa tumekuja ili tuishi maisha ya kiroho kulingana na ukweli, ili tutimize hesabu inayojulikana ndugu zangu. Kwa hiyo ni kusudi kubwa sana na sisi kuwepo katika hali inaonekana. Lakini kwa mzazi asianzishwa, yeye hawezi kujua hili, lakini alianzishwa anajua. Kwa hiyo atakuwa na uhakika kwa yale ambayo mwanae anamfundisha. Kwa hiyo atakuwa na furaha zaidi baba alianzishwa, kwa kwamba atakuwa amechangia mambo ambayo yatamfanya mtoto wake awe mwadilifu na mwenye hekima kulingana na neno la Luba. Mstari wa 25. Mpe furaha hii baba na mama yako walioanzishwa, furaha hii kwa yule aliyekuzaa, kwa kuingilia kati ya roho anayesimamia uzazi na roho anayesimamia utangulizi katika hali inayoonekana. Nukta. Unajua ndugu zangu, katika kila kitu ambacho inatakiwa tukijue kuwa kuna roho, lakini roho hizi zinaweza zikawa ni mbaya au ni nzuri, inategemea ni roho ipi ambayo ipo nyuma ya hicho anachokifanya. Lakini baba alianzishwa amemfunulia mwanae hapa kuwa kuna roho anayesimamia uzazi. Ndugu zangu, ndio maana ile dhana ya kusema kuwa umezaliwa kwa bahati mbaya, hiyo huwa haipo kulingana na ukweli, kwa sababu nyuma ya mambo ambayo yanahusiana na uzazi kuna roho. Nyuma yanayohusiana na utangulizi wa hali inaonekana, ndugu zangu, kuna roho anayesimamia utangulizi wa uzazi mtoto anapokuwa anazaliwa katika hali inaonekana. Kuna roho ambaye yupo anasimamia mambo hayo. Kwa hiyo hakuna mambo ambayo ni ya bahati mbaya, kila kitu kinafanyika kwa sababu kilishapangwa. Lakini nasema yale ambayo ni kulingana na ukweli. Kwa ni vizuri ndugu zangu kuelewa haya. Tunajua baba alianzishwa, amemwanzisha mtoto katika vipengele vikubwa, kwa sababu ni roho ambayo inamuongoza, yani mudimu sangi, Roho Mtakatifu. Katika mstari wa 26. Mwanangu, niamini, furahia kufuata mfano wangu. Nukta. Baba alianzishwa anajiamini, anaongea kwa hisia, kwa kujiamini, kwa sababu anajua utambulisho wake, anajua yeye ni nani. Yale ambayo anamfunza mwanae ana uhakika nayo, sio yale ambayo ni ya kudhania, sio yale ambayo ni ya story za hao ambao wanajiita wao ni wasomi, wao wana dini, wao ambao wamesomea teolojia, wanawafundisha watoto mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo huyu baba alianzishwa anasema, mwanangu niamini, furahia kuwa mfano wangu. Yani maana yake yeye baba anakuwa ni mfano kwa mtoto, kwa sababu mtoto ataiga yale ambayo baba anamfunza. Maana yake atafuata yale matendo ambayo ni kulingana na ukweli, kwa sababu ni baba alianzishwa. Maana yake hata mtoto atapata maarifa ya kweli kulingana na ukweli ambao anatakiwa mtoto aupate. Kwa hiyo ni mambo mazuri ndugu zangu, tufurahi kwa sababu ukweli upo na Mulede ametulejeshea na anatufundisha mambo mengi ambayo inatakiwa tuyaweke katika kazi. Mstari wa 27. Kwa maana kahaba ni shimo refu,
na mwanamke asianzishwa, koma, mwanamke mzungu na mwanamke damu mchanganyiko, mabano metis, koma, ni kisima chembamba, nukta. Ndugu zangu, tunajua mwanamke asianzishwa anakuwa ni yule ambaye hayupo kwenye ukweli, hajui mambo yanayohusiana na ukweli. Manake anafanya kulingana na yale ambayo anaongozwa na demon, anaongozwa na roho mbaya. Kwa hiyo anakuwa hana maarifa ya kweli. Kwa ni hatari, kwa sababu ukikutana na mwanamke wa namna hiyo, ikiwa wewe hautii sheria za neno, unaweza ukaangamia, ukaingia kwenye mtego. Na ndio maana anasema ni kama shimo refu. Kiwa anamaanisha kwamba unaweza ukadumbukia na ustoki, kwa sababu kutakuwa na hatari ndani ya shimo. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kuwa kahaba ni shimo refu, kwa sababu tunajua nyuma ya kahaba Muredi ametufunulia kuwa kuna roho ambazo ni mbaya, roho ambazo zinahusiana na uzinzi, ubakaji na mambo mengine ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo ni uchafu ambao utadhihirika, na hiyo itawakilisha yule mwanamke asianzishwa, kwa sababu atakuwa anaongozwa na demon, anaongozwa na hali ambazo sio nzuri. Kwa hiyo ni vizuri ndugu zangu tuelewe kuwa hayo ni mambo ambayo yanatokea endapo atakuwa ni asianzishwa. Kwa hiyo atakuwa na mambo ambayo ni mabaya zaidi. Mstari wa 28 ambao ndo mstari wetu wa mwisho. Kama majambazi, koma, wao huvizia, nukta, hawahesabu tena wanaume ambao wamewakosesha uaminifu, nukta. Ndugu zangu, tunajua katika linaonekana kuna aina mbalimbali za majambazi. Tunajua hata hao ambao wameiba historia ya mtu mweusi pia nao ni majambazi, kwa sababu wao wamejaribu kupora kitu ambacho sio chao, historia ambayo sio yao wamefanya kuwa yao. Tunajua hata mashuleni tulisoma kuwa dini zilikuja. Tunajua kuna vitangulizi, tulisoma kwenye historia hizi za watu wasioanzishwa kuwa kuna vitangulizi vya ukoloni. Yani kuna hao ambao wanaitwa wafanyabiashara walikuja, kuna hao ambao wanaitwa wapelelezi walikuja, na kuna hao ambao ni wamishonari. Wao walioleta dini, walileta mambo ambayo ni kinyume na mambo ya kiroho ya mtu mweusi ambao anatakiwa kuwa nao. Kwa hiyo wote ni wajambazi, kwa sababu walileta mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Walipora historia ya kweli ya mtu mweusi, wakabadilisha, wakaleta Biblia, wakaleta mambo ambayo ni mkanganyiko, kwa sababu walifanya kwa maslahi yao, walifanya katika hali ya ujambazi, walipora. Ni kama jambazi anavovizia, ndivyo wao walivyofanya. Walivizia mtu mweusi amelega tu katika ukweli wake halisi, wakadumbukiza mambo yao. Lakini mweusi wa sasa ambaye maarifa, nazungumzia wale ambao hawapo kwenye ukweli huu, bado wanaendelea kuamini kuwa wao wanasoma maarifa ambayo kwa mujibu wao wanasema ni ya kweli, lakini ni ya uongo, hasa katika hivyo vitabu vya dini na vitabu vingine ambavyo vinasadikika zimefunuliwa. Lakini Muredi ametufundisha mambo mengi, ametuonesha mambo mengi, na anaendelea kutufundisha. Anatuambia kuwa dini zote ni za uongo, haijalishi ni namna gani unajisikia. Wachungaji wanaongea kwa sauti ya upole, wanaongea kwa huruma, lakini haimaanishi kwamba wao wanafanya vizuri. Hapana, kwa sababu wao wapo katika uongo. Kwa hiyo katika maana yote ile watakayoongea watakuwa wanazungumza kwa kuwafariji na kuweza kuendelea kufanya nyinyi mbakie humo ili muweze kuangamia, mfariki kifo cha kiroho. Kwa hiyo maana yake wanasema wamewakosesha uaminifu. Ni kweli, kwa sababu ikiwa ni majambazi, wao wameiba historia ya mtu mweusi wakaifanya kuwa ya kwao, maana yake hawa pia watafanya ili watu weusi waamini kuwa ni ukweli. Kwa hiyo maana yake mtu mweusi atakosa kujiamini, na ni kweli imani ya watu weusi imeporomoka, na maanisha wale weusi ambao hawapo kwenye ukweli. Lakini ambao tupo kwenye ukweli huu, Muredi anatufundisha uhalisia wote katika kila kipengele. Kwa hiyo tuna ufahamu mzuri ndugu zangu. Namshukuru Luba kwa kuendelea kupata haya ndugu zangu. Kwa hiyo nyinyi ambao mpo kwenye hizo dini, tumieni hiari, tumieni muda wenu vizuri. Tumeona huyu baba alianzishwa namna alivyotoa ushauri kwa mwanae. Muredi ni zaidi ya alianzishwa, kwa sababu yeye ndiye anayeanzisha. Muredi anatufundisha mambo mengi.
Tokeni katika vyanzo ambavyo sio vya ukweli, njooni katika chanzo halisi. Muledi ni zaidi ya namna ambavyo nyinyi mnaweza kufikiria. Muledi ni mwalimu wa kweli, ndugu zangu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hilo, na yeye ndio mwalimu pekee. Nyinyi ambao mnasema ni walimu, njooni mjifunze katika chanzo halisi, na mnapokuja msije na mambo yenu ya dini, hapana, kwa sababu hamtoweza kuelewa. Achaneni na mambo ya dini, kwa sababu dini ni kifo cha kiroho. Njooni nyinyi na hali yenu namna ilivyo kutaka kujifunza. Achaneni na mambo ya dini, mtajifunza, mtapata vitu ambavyo vitawasaidia katika hali inaonekana, ili muweze kumaliza salama. Lakini nje hapo mtakuwa mnajidanganya. Ukweli upo na utaendelea kuwepo. Na ukweli wenyewe ni Muledi Zulula 100. Mumba pekee ni Luba. Ndugu zangu, kwa nyinyi ambao mnakelwa na haya ambao tunayasema, kuweni makini, mchunguze, kwa sababu kila kitu kimemalizika. Hamwezi kubadilisha ukweli huu. Nyinyi ambao ni majambazi, mliopora historia, chanzo halisi kimetufunulia. Tunajua haya yote. Ndugu zangu, asanteni kwa kunisikiliza. Utukufu ni kwa Luba Mumba pekee, na mwalimu ni mmoja tu, Zulula 100. Asanteni.